Bwana, kwanza nikupongeze kwa kufika sehemu hii ya mwisho ya huu mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Bwana, katika sehemu iliyopita tuliishia pale ambapo tulikuwa tunajiuliza, je, hawa watu watapiana talaka au la? Mambo yatakuwaje kati ya Eliana na Victor? Tukumbuke ya kwamba mara ya mwisho Victor alikuwa ametoka kulala na Eliana usiku kucha, alafu siku ya pili asubuhi Eliana anapokea ujumbe kwamba anahitajika mahakamani kwa ajili ya kwenda kusaini talaka. Sasa Eliana anajiuliza, we Victor, jana tumemaliza, tumeongea na mpaka tumelala pamoja, mpaka umemaliza mambo yako, inakuwaje tena leo tena unaniambia nije mahakamani kusaini talaka na vitu kama hivyo? Kwa hiyo sasa ilikuwa ni mgongano, mambo ni taflan. Nini hasa kilichoendelea? Karibu sana katika hii sehemu ya mwisho, ikiwa ni sehemu ya 37, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Mimi naitwa Uncle J bana, karibu. Pale pale Eliana aliamua kukata simu ya wakili na kisha akampigia simu Victor. Simu ya Victor iliita na kisha ilipokelewa, na ndipo sauti ya Victor akiwa mwenye furaha ilisikika. Nilijua tu ya kwamba utafura kwa hasira kama kifaru mwenye njaa kali. Bila shaka umepokea wito wa mahakama, si manake? Victor alipoyasema maneno hayo, Eliana alihisi kubanwa na pumzi. Kwanza alitulia kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, hivi Victor, hivi umerukwa na akili wewe, si manake? Ni nini hiki sasa unafanya? Mimi sijarukwa na akili Eliana, labda wewe ndio umerukwa na akili. Victor, nisikilize, mimi pasifanyi utani. Hebu futa hayo mashtaka haraka iwezekanavyo. Kwenye akili yangu nina mambo mengi sana ya kufanya, kwa hiyo tafadhali acha hizi drama unazozifanya. Hii sio drama Eliana. Usichoelewa wewe ni kitu gani sasa hapo? Kama hutaki usumbufu wangu, fika mahakamani, saini talaka, jambo hili liishe haraka iwezekanavyo. Victor, unasemaje? Ina maana ni kweli unataka kuniacha, sio maana yake? Ndio maana yake. Mimi sikuhitaji tena Eliana. Njoo mahakamani, saini talaka na kila mtu awe na mambo yake. Naam, pale pale simu ilikatwa. Eliana alijihisi ubaridi mwili mzima. Mwanzoni alihisi ni utani na kiburi cha Victor na alijaminisha hivyo mara baada ya kuwa kalala naye unyumba usiku wa jana, lakini vya kushangaza haikuonekana kuwa hivyo kwa Victor. Eliana alichoka hoi, mikono yake ilianza kutetemeka. Kila alipofikiria usiku mtamu aliokuwa nao jana usiku na Victor, alafu leo hii aende mahakamani kusaini talaka, haise, akili yake ilikuwa inavurugika kabisa. Bila kuchelewa, Eliana aliamua kufunga safari kuelekea huko mahakamani. Alipofika kwenye jengo la mahakama, gari lake liliingia taratibu kwenye geti kuu, lakini kabla hata hajashuka, alishangaa kuona wingi wa watu pale nje ya lango. Waandishi wa habari waliokuwa wamejaa, kila mmoja akiwa na kamera, vipaza sauti na simu za mkononi, wengine wakiwa wako live kwenye mitandao ya kijamii. Picha zake zilianza kupigwa hata kabla mlango wa gari haujafunguliwa vizuri. Mara tu aliposogea karibu na mlango wa kuingilia, waandishi walimzunguka kwa kasi, utadhani kundi la nyuki. Wakawa wanamuuliza kwamba Bi Eliana, ni kweli Victor amekushtaki kwa kukiuka masharti ya ndoa yenu? Mwandishi mmoja wa redio alimuuliza Eliana huku akimnyoshia kipaza sauti usoni, je, ni kweli anataka kuvunja ndoa yenu kwa sababu ya tofauti za kifamilia? Eliana, je, hotuba yako ya kuzima maandamano ilikuwa ni njia ya kujisafisha kisiasa ili kuepuka kesi hii? Waandishi wa habari macho yote yalikuwa ni makali kwa Eliana, kana kwamba wanataka majibu muda huo huo. Eliana kwanza alihisi pumzi zikimkatika, mwili wake wote ulianza kutetemeka kidogo, lakini alijikaza. Hii ilikuwa ni mara yake ya kwanza kushuhudia namna vyombo vya habari vilivyokuwa na njaa ya habari. Wengine walikuwa wanajaribu kumsogelea karibu kabisa, kamera zikimpiga picha usoni, mwanga wa flash ukimfanya apate kizunguzungu. Samahani jamani, naombeni mnipishe, alisema Eliana kwa sauti ya staha, lakini hakuna aliyesikia.
Maswali yaliendelea kumiminika kwa kasi, na ndipo walinzi wa mahakama walipoingilia kati. Wawili walikuja haraka, mmoja akawa amesimama mbele yake na mwingine nyuma yake. Walikuwa wakimlinda Eliana dhidi ya msongamano wa kamera. Hebu tafadhali rudini nyuma bana, heshimuni nafasi musika, hebu rudini nyuma. Askari mmoja alibembeleza kwa sauti yenye mamlaka. Aliwasukuma waandishi taratibu lakini kwa nguvu. Mwanasheria wa Eliana, Bi Magesa, alionekana kufika kwa haraka mno. Mwanamke huyu alijulikana kwa ujasiri wake wa mahakamani, na hata nje pia mahakama hakuwa tofauti. Alipiga hatua kubwa mbele, akanyanyua pale mkono wake juu na kusema kwa sauti kali kwamba waandishi, tafadhalini mpeni nafasi mteja wangu. Hii kesi itazungumza mahakamani na sio mlangoni. Maneno hayo yaliwafanya baadhi ya waandishi kusita. Walianza pale kupiga picha kutoka mbali, lakini wengine bado walikuwa wanajaribu kupata nukuu moja ya haraka mno kutoka kwa Eliana. Eliana alikasirishwa, akaingia ndani ya geti dogo hivi la pembeni. Walinzi wakafunga mara moja. Ndani ya jengo la mahakama mambo yalikuwa ni tulivu zaidi, lakini moyo wa Eliana ulikuwa bado unadunda kwa kasi. Hivi ndivyo walivyo, Bi Magesa alimnong'oneza kwa utulivu kabisa Eliana. Wala hata usijali Eliana, hawa wanatafuta maneno ya kukuza huko mitandaoni. Tunapoingia ndani weka kimya, acha mimi nifanye kazi yangu. Walipofika kwenye korido la mahakama, Eliana alisimama kidogo na kisha alipumua. Ukuta wa korido ulikuwa na picha za majaji waliowahi kuhudumu hapo. Harufu ya karatasi na mbao za zamani ilijaa hewani. Hapo ndipo alipotambua uzito wa kile kilichokuwa kinaendelea. Hii haikuwa tu vita ya maneno kati yake na Victor. Hii ilikuwa ni kesi ya umma sasa, na kila hatua yake ilikuwa inamulikwa. Kengele ya kutangaza kuanza kwa kikao ilisikika na mlango wa ukumbi wa mahakama ulifunguliwa. Walinzi walimpisha Eliana na mwanasheria wake aweze kuingia. Ndani watu wachache wa familia walikuwa wameketi, baadhi wakiwa wa upande wa Victor. Kamera chache za television ziliruhusiwa kurekodi sehemu ya mwanzo wa kesi, na Eliana aliona mwanga wa kamera ukiwaka, ukimfanya keti wima zaidi, akiweka uso wake wa utulivu, japokuwa ndani alikuwa akipambana na mawimbi ya hofu. Hakimu aliyevalia joho jeupe alionekana kupitia mafaili yake kwa umakini mno. Mwanasheria wa Victor alisimama na kisha akasema kwamba Mheshimiwa Hakimu, tunawasilisha ombi la dharura la kulinda mali ya mteja wangu Victor dhidi ya hatua zozote ambazo mkewe Eliana anaweza kuchukua kabla ya kesi ya talaka haijasikilizwa. Hapo Eliana alihisi moyo wake ukipasuka vipande vipande, lakini kabla hajasema neno, mwanasheria wake akasimama, yaani mwanasheria wa Eliana akasema, Mheshimiwa Hakimu, tutajibu hoja hiyo ipasavyo, lakini kwa sasa tunaomba faragha zaidi kwa mteja wangu kutokana na mashinikizo makubwa ya vyombo vya habari vilivyopo nje. Kesi hii inahusu familia na sio siasa. Hapo hakimu alitikisa kichwa kwa heshima na kisha akasema kwamba mahakama inakubaliana na ombi la faragha. Kikao kitakuwa cha ndani, waandishi wa habari wataruhusiwa tu katika uamuzi wa mwisho. Naam. Kauli hiyo ilileta uheni kidogo kwa Eliana. Angalau sasa asingelazimika kujibu maswali ya kamera. Alipumua kwa kina, akakaa kwenye kiti chake, akaangalia mbele kwa utulivu. Ndani ya ukumbi wa mahakama kulikuwa kimya cha heshima kilichoweza kusikika hadi kwenye mapigo ya mioyo ya watu waliokuwa wamekaa. Milango mikubwa ya mbao ilifunguliwa. Victor aliingia. Alikuwa amevalia suti nyeusi iliyomkaa vizuri mwilini, nywele zake zikiwa zimenyoka kwa mpangilio na sura yake ikiwa ni ubaridi kama mtu aliyekuwa amejiandaa kwa vita. Eliana alimwangalia, moyo wake uliruka ghafla. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza wanakutana uso kwa uso baada ya usiku wao ule wa majonzi na mapenzi. Victor hakumwangalia moja kwa moja, lakini macho yake yalizungumza mengi, machungu, hasira na kitu fulani hivi ndani kisichoweza kufichwa. Labda bado kilikuwa kina chembe ya mapenzi. Alipokaa upande wake, mawakili wa pande zote walijiandaa, faili zikisogezwa mezani na karatasi zikifunguliwa. Hakimu alipoingia na kuketi, kila mtu alisimama kwa heshima na kisha akaketi. Kesi ya ndoa kati ya Victor Mazanda na Eliana Sarungi inasikilizwa leo, hakimu alitangaza kwa sauti ya utulivu lakini yenye mamlaka.
kuna madai ya talaka na madai ya ukandamizaji wa haki za kifamilia. Je, pande zote ziko tayari? Hapo mawakili wote walinyosha mikono kuashiria kwamba wako tayari. Mwanasheria wa Victor alisimama kwanza na kisha akasema, Mheshimiwa Hakimu, mteja wangu Victor amefungua madai haya kwa sababu anaamini ndoa hii haiwezi kuendelea. Mteja wangu ameteseka kimwili, kiakili na hata kimaisha kutokana na nguvu kubwa ya kisiasa na ya kifamilia inayotumiwa dhidi yake. Tunadai talaka kamili na fidia ya kifedha kwa madhara aliyoyapata, ikiwa ni pamoja na kunyimwa haki ya kusimamia mali zake, kunyimwa uhuru wa kufanya maamuzi binafsi na kudhalilishwa hadharani. Hapo Eliana alihisi damu ikimchemka, lakini alikaza uso wake usionekane. Mwanasheria wake naye akasimama, akasema kwa utulivu lakini kwa msisitizo, Mheshimiwa Hakimu, tunapinga vikali madai haya. Mteja wangu Eliana hajawahi kutumia nguvu za kisiasa kumkandamiza mumewe. Badala yake amekuwa akijaribu kulinda familia yao na hadhi ya ndoa yao. Zaidi ya yote, mteja wangu hapingi ndoa hii, bali anataka ndoa hii iokolewe. Talaka sio suluhisho. Hapo ukumbi mzima ulitetemeka kwa mshangao mdogo. Hakimu ilibidi amgeukie Eliana, akauliza, Bi Eliana, unayo nafasi ya kuzungumza? Una chochote cha kuongeza? Hapo Eliana alinyanyuka taratibu, mikono yake ikiwa baridi, lakini sauti yake ilitoka kwa uthabiti. Mheshimiwa Hakimu, alianza hivyo, macho yake yakimtazama Victor moja kwa moja. Sijaingia katika hii ndoa ili niishie tu kwenye mahakama. Ndoa yetu sio kosa la kisheria, ni agano la moyo. Nampenda mume wangu Victor. Nimevumilia mengi, nimesamehe mengi, na bado moyo wangu unataka tuishi kama familia. Sihitaji talaka. Sitaki kumlea mwanangu bila baba. Sitaki kumwona Victor akiteseka kwa chuki ambazo hazina mwisho. Kwa hiyo basi, mimi sitaki talaka. Hapo Victor alionekana kushtuka kidogo kwa hayo maneno. Macho yake yalilegea, lakini alijaribu kujificha nyuma ya uso wa ukali. Mwanasheria wa Victor alijaribu kupinga na kisha akasema kwamba mheshimiwa, kauli ya upendo haiingii kisheria. Hapa tunazungumzia haki za ukandamizaji. Aliposema hivyo, Eliana akaendelea sasa, huku akizungumza kwa hisia nzito zaidi. Ndiyo, sikatai kwamba niliwahi kukosea. Ndiyo, nakubali hilo. Nilijaribu kumzuia kwa mambo fulani kwa sababu nilikuwa nataka kumlinda. Labda nilikuwa nina kiburi kwa sababu ya familia niliyozaliwa nayo. Lakini kila nililolifanya lilikuwa ni kwa nia ya kuweza kulinda ndoa na familia yangu. Sihitaji pesa zake. Sitaki mali yake. Ninachokitaka ni amani ya familia yetu. Hapo ukumbi ulikuwa kimya sana, kila mtu akisikiliza kwa umakini. Victor sasa alionekana kupambana na hisia zake mwenyewe. Mwanasheria wake alinyanyuka tena, akajaribu kuonyesha ya kuwa madai yao ni haki, tena akiorodhesha mifano ya jinsi Victor alivyozuia kushiriki maamuzi ya kifamilia. Lakini hakimu akamuuliza Victor moja kwa moja kwamba bwana Victor, je, baada ya kusikia kauli ya mke wako bado unasimamia madai ya talaka? Victor alinyamaza kwa sekunde chache. Alimtazama Eliana, sura yake ikiwa na mchanganyiko wa maumivu na upendo. Victor akasema, Mheshimiwa Hakimu, sijasema haya kwa sababu sijampenda Eliana. Nilimpenda sana na labda bado nampenda, lakini siwezi kuishi maisha ya kuonewa. Sitaki ndoa ambayo mimi ni kivuli tu. Kama anataka familia lazima ibadilike. Ikiwa atakubali kuniona kama mume wake halisi, huenda nikaona sababu ya kuendelea. Lakini ikiwa hali hii itaendelea hivi, talaka ndio njia pekee. Naam, kwa kauli hii ya Victor ilifanya kila mtu avute pumzi kwa mshangao. Hii haikuwa tu kesi ya talaka, hii ilikuwa ni vita ya mioyo, mapenzi na heshima. Hakimu alitangaza kuwa kesi itaendelea kusikilizwa siku inayofuata. Alihimiza pande zote kujaribu kusuluhisha kabla ya hukumu.
Eliana alikaa chini taratibu, macho yake kijaa machozi, lakini akitabasamu kidogo, kana kwamba kauli ya Victor imempa mwanya wa matumaini. Mwanasheria wake alimshika mkono kwa upole na kumnong'oneza kwamba hii ni hatua nzuri sana kwetu. Hii kesi bado inaweza kumalizika kwa maelewano. Naam, baada ya kikao cha mahakama kuahirishwa, ukumbi ulianza kutulia huku watu wakiondoka taratibu. Waandishi wa habari walijaribu kupiga picha, lakini walinzi walizuia hizo vurugu. Eliana alisimama pale mbele akimwangalia Victor, moyo wake ukipiga kwa kasi. Aliamua hapaswi kuondoka bila kuzungumza naye. Alimfuata kwa haraka hata kabla hajaingia kwenye korido kuu, na kisha akamwita Victor. Aliita kwa sauti ya kuhema. Victor aligeuka taratibu, macho yake yakiwa ya ubaridi. Akamuuliza, unataka nini tena Eliana? Victor aliuliza kwa sauti tulivu lakini yenye ukali wa ndani. Eliana alisogea karibu, alishika mkono wa Victor kwa hofu ya kuachwa. Victor, kwa nini unaendelea na hii kesi? Jana usiku tulikuwa pamoja, tulikuwa karibu kuliko wakati mwingine wowote. Nilihisi kama tulianza upya. Kwa nini sasa unataka kuniua kwa maamuzi haya? Victor aliuondoa mkono wa Eliana kwa nguvu, akamtazama kwa macho kuchanganyikiwa, na kisha akamwambia, sikiliza Eliana, huna shida, lakini mimi sina tena nafasi ya kukaa kwenye ndoa hii. Nilipoamua kukuoa nilidhani kwamba nitapata amani, nitapata familia, nitapata mapenzi ya kweli, lakini badala yake nimekuwa nikihukumiwa kila siku. Mambo ya kisiasa, majina ya kifamilia, skendo zisizoisha. Kila siku ni mzigo mpya. Mimi ni binadamu, siwezi tena katika hili. Hapo Eliana alikunja uso, akihisi maumivu makali mno moyoni mwake. Victor, ndoa sio mchezo wa kuacha kesho kwa sababu eti tu unaona kwamba haifai. Victor, ndoa ni agano la mbele ya Mungu. Tuliahidiana kuwa tutakuwa pamoja katika mema na mabaya. Hata Mungu analijua hilo Victor. Victor alicheka kwa dharau, ingawa macho yake yalionyesha maumivu ya ndani. Wewe hujui tu Eliana, mimi nimevumilia hadi mwisho. Sasa nafanya kile ambacho nafikiri ni sahihi kwa maisha yangu. Sitaki kuishi chini ya kivuli chako na familia yako tena. Victor, hata iweje huwezi kuniacha. Siwezi kuruhusu talaka. Hata kama unataka, mimi nitapigana. Mimi bado ni mke wako na nitabaki kwa mke wako. Hakuna kitakachonifanya mimi nikubali hiyo talaka yako Victor. Maneno hayo yalimgusa Victor kama kisu. Alipumua kwa nguvu, akipiga hatua mbili nyuma. Nisikilize Eliana, wewe unafikiri kwamba ndoa ni kifungwe? Kama ni hivyo basi nipo gerezani hata kabla baba yangu kupelekwa Keko. Hapo Eliana alinyosha mkono, akataka kumshika tena Victor. Victor, usinielewe vibaya. Ninachokisema ni kwamba bado nina matumaini. Bado naamini kwamba tunaweza tukaokoa ndoa yetu. Siwezi kuacha familia yangu ivunjike. Mwanangu anahitaji kuwa na baba yake Victor. Mwanangu atakuwa salama tu, na mimi nitabaki kuwa baba yake. Haitobadilika, itabaki kuwa hivyo, lakini siwezi kubaki kuwa mume wako. Eliana, una nguvu, una kila kitu, lakini uwezi kuwa na mimi tena. Nimechoka Eliana. Basi wewe una hakika Victor? Haachwi mtu hapo. Hatutaleta aibu kwa familia yangu. Wewe utabaki kuwa mume wangu, iwe kwa hiari au la, na sitakubali jina la ndoa yetu liwe kichekesho cha mitandaoni. Victor alimtazama kwa sekunde kadhaa, akionekana kuchanganyikiwa kati ya hasira na huzuni. Hatimaye alijitoa kwa nguvu, aligeuka na kuondoka kwa mwendo wa haraka bila hata kugeuka nyuma. Viatu vyake viligonga sakafu ya tiles kwa nguvu, kana kwamba kila hatua ilikuwa ni tamko la mwisho. Eliana alibaki pale yuko imara, akipumua kwa nguvu. Grace, msaidizi wake, alimsogelea taratibu na kisha akasema, Madam, unataka tuondoke? Eliana alifuta machozi yake kwa haraka na kisha akasema kwa sauti ya uthabiti, ndio, tuondoke. Hii vita haijaisha.
Ikiwa Victor anadhani kwamba atanipa talaka na endelee na maisha yake kama hakuna kilichotokea, basi ajue kwamba mimi ni nani. Nitamwonyesha kwamba mimi ni Eliana Sarungi na ndoa yetu haitavunjika kirahisi. Grace alimtazama kwa hofu madam, akijua vita kati ya wawili hao itazidi kuwa ni kubwa zaidi. Baada ya dakika kadhaa, tayari walikuwa njiani wakielekea Ikulu. Uso wake ulionekana kuwa mbali kabisa. Macho yake yalitazama dirishani bila kuona chochote, yani kana kwamba mawazo yake yalikimbia mbali zaidi ya mitaa ya jiji walilokuwa wamepita. Grace, msaidizi wake wa karibu, alibaki tu kumkodolea macho kupitia kioo cha pembeni, akihisi hali ya hewa ni nzito iliyojaa kwenye gari. Madam, Grace aliita kwa sauti ya upole, kana kwamba alikuwa akihofia kuvunja huo kimya. Naona umenyamaza sana. Unawaza nini? Eliana alihema kwa nguvu, akijipiga mapaja kwa mikono yake. Hii ilikuwa ni hasira ya ndani kwa ndani. Grace, alisema Eliana kwa sauti ya staha lakini iliyojaa msisimko. Mwambie dereva geuze gari. Hatuendi tena nyumbani. He? Madam, tunakwenda wapi sasa? Aliuliza Grace huku akimgeukia Eliana kwa mshangao. Eliana hakumjibu mara moja, aliendelea kutazama mbele, akionekana kujikusanya kimawazo. Tunaenda kufanya shopping, hatimaye alisema kwa msisitizo, sauti yake ikiwa imara na isiyojadilika. Grace alibaki tu anamtazama kwa mshangao usiofichika. Shopping? Madam, kwa hali ulionayo sasa hivi ni kweli una hamu ya shopping au unajaribu tu kusahau kile kilichotokea mahakamani? Eliana aligeuka taratibu, alimtazama Grace kwa macho yaliyong'aa na kisha akamwambia Grace, hivi unajua, Victor anadhani kwamba yeye ndiye anayeumia zaidi. Anadhani kwamba mimi ndiye chanzo cha matatizo yote. Lakini hajui mimi nimeumia mara mbili ya yeye. Hajui mimi nina uchungu wa hii ndoa zaidi ya mtu yeyote. Anadhani akinipeleka mimi mahakamani atavunja moyo wangu ama? La hasha. Mimi sio miongoni mwa watu wanaokimbia vita. Niko tayari kupigana kwa ajili ya ndoa yangu. Grace aliendelea kumsikiliza kwa umakini. Kwa hiyo shopping itakuwa ni mwanzo wa mpango wangu. Eliana aliyesema hayo sasa akitabasamu kwa namna ya kushangaza, tabasamu lililokuwa lina kivuli cha hila. Nataka kuvaa vizuri. Nataka kuonekana vizuri hata kuliko siku ambayo niliolewa. Nitamkumbusha Victor kwamba ni mwanamke gani alikubali kuoa. Nitamkumbusha kwamba hakuna mtu mwingine anayeweza kumfanya jihisi kama vile ninavyoweza. Grace alinua nyusi zake sasa, akianza kuelewa kwa mbali kile alichokuwa amekiplani Eliana. Madam, kwa hiyo shopping ni kwa ajili ya Victor? Eliana alicheka kidogo, kicheko cha kujiamini. La hasha, hii shopping ninayokwenda kufanya ni silaha yangu ya kwanza. Unajua Grace, mwanamke akipigana vita ya ndoa yake hawezi kupigana akiwa dhaifu, akiwa amejikunja. Ni lazima aonekane thabiti, apendeze, aonekane kama mwanamke anayejua thamani yake. Victor ataniona tena, na sio kwa macho ya hasira, bali kwa macho ya kumbukumbu, na nitamfanya kumbuke kwa nini aliniambia nakupenda. Grace alishusha pumzi, alitabasamu taratibu. Madam, sasa nimekuelewa. Lakini una uhakika huu mpango hautakuumiza zaidi? Eliana alitikisa kichwa, akirudisha uso wake kwa kujiamini. Grace, huwezi kupigana vita ukiwa una hofu. Mipango ya Victor inaweza kuwa ni mikubwa, lakini moyo wa mwanamke unapochagua kupigana ni lazima ushinde. Hata kama ataendelea na kesi, nitapigana mpaka siku ya mwisho. Ndoa ni agano langu na Mungu, na kama mimi ndiye mke, sitaruhusu mtu yeyote, hata Victor mwenyewe, kuivunja hii ndoa. Dereva aligeuza gari kuelekea maduka makubwa kifahari katikati ya jiji. Eliana sasa alikuwa amenyoka, akionekana kama ni mtu anayepata nguvu mpya. Grace alitabasamu, akajipumzisha kwenye kiti chake. Sawa madam,
leo tuta shopping hadi watu wajue jiji lina binti wa rais. Eliana alicheka kwa kejeli. Sio tu binti wa rais. Yaani leo ni leo atamwona mke wa Victor na Victor atajua kuwa hawezi kuniacha hata kitaka. Nitamwonyesha upande mwingine wa mimi, ule upande ambao siku zote ulikuwa ukimvutia. Gari lao lilipoingia kwenye barabara kuu kuelekea madukani, Eliana alijipangusa macho taratibu, kana kwamba alikuwa anafuta mabaki ya machozi yaliyokuwa yanataka kuonekana. Uso wake ulianza kung'aa kwa tabasamu dogo la kujivunia, la mtu anayejua amepata mpango mpya wa kupambana. Grace alimtazama tena madam. Alishangaa ni wapi Eliana anapata nguvu hizo. Labda kikao cha mahakama kilichoonekana kuvunja moyo wake. Lakini moyoni mwake alihisi furaha kwa sababu Eliana hakuwa amekata tamaa. Badala yake alikuwa ameamua kupigana kwa heshima ya ndoa yake. Walipofika huko madukani, maduka makubwa kifahari yalikuwa yamefurika watu, lakini Eliana hakujali. Alikuwa na malengo yake. Alitembea duka baada ya duka akichagua nguo, viatu na vitu vya thamani bila kupepesa macho. Grace alikuwa anamfuata tu huku na huko, akibeba mifuko midogo ya thamani, huku wafanyakazi wa maduka wakipeleka mizigo mikubwa kwenye gari lao lililokuwa limeegeshwa nje. Eliana alijaribu gauni moja baada ya jingine. Kila wakati alikuwa alijitazama kwenye kioo kwa umakini, akihakikisha kila alichokichagua kilimpa umbo la kifahari zaidi. Gauni moja lilimfanya tabasamu kwa namna kipekee, rangi ya dhahabu iliyong'aa, iliyokaa vizuri kiunoni na kumfanya onekane kama binti wa mfalme. Grace, hili gauni litamfanya Victor asahau kila hasira alizonazo. Aliyesema hayo Eliana huku akipiga miondoko mbele ya kioo. Mwanamke akipigana vita vya ndoa yake, sila yake ya kwanza ni kujionyesha kwamba ana thamani zaidi ya maumivu anayopitia. Hapo Grace ilibidi tu atikise kichwa huku akitabasamu kwa wasiwasi. Madam, siku zote wewe ni mrembo hata pasipo mavazi haya yote. Lakini naona leo umedhamiria kabisa madam. Nimedhamiria kweli kweli. Eliana alijibu kwa sauti ya ujasiri. Yaani nataka kila mtu ananitazama leo ajue kwamba mimi ni mwanamke. So kuacho kiurahisi. Nataka Victor akumbuke siku tulipoonana kwa mara ya kwanza. Akumbuke sababu iliyomfanya aseme ndio kwenye madhabahu. Baada ya muda wa zaidi ya kama masaa mawili ya shopping, hatimaye Eliana aliketi kwenye sofa la duka la mwisho na kisha kapumua kwa nguvu. Tumechukua kila kitu Grace, si ndio? Aliuliza hivyo. Grace alitazama risiti ndefu alikuwa ameshikilia mkononi. Alicheka kwa mshangao. Madam, gari sasa linafurika mizigo. Tumeshachukua kila kitu kuanzia viatu, gauni, vitu mpaka manukato. Sidhani kama kuna duka hata moja lililobaki. Eliana alisimama na tabasamu la kushinda. Akasema vizuri sasa, tuondoke. Walipoingia kwenye gari, dereva akawa ameuliza kwamba tunakwenda nyumbani madam. Eliana alitulia kwa sekunde chache na kisha akasema kwa msisitizo hapana. Dereva geuza gari, tunaenda Kunduchi, nyumbani kwa wazazi wa mwanaume wangu. Grace alishtuka, macho yakapanuka, akasema madam, unasema? Madam, tunaenda nyumbani kwa kina Victor? Eliana akasema ndio. Eliana alijibu bila hata ya kupepesa macho na kisha akasema huko ndiko makazi yangu. Mwanamke akiolewa anakuwa ni mali ya mume wake. Makazi yake yanakuwa pale ambapo mume wake yupo. Hata kama Victor nitaki, sitakaa mahali pengine, narudi nyumbani kwa mume wangu. Madam, tafadhali madam, hebu fikiria mara mbili. Familia ya Victor haiwezi kukupokea kwa wema. Hata mama mkwe wako anakuona kama adui. Yeye ni mama ambaye kwa sasa mtoto wake yuko na maumivu ya baba yake aliyoko gerezani. Na usisahau wewe ndiye uliyekuwa shujaa wa kufichua uovu wa baba yake. Kwao wewe ni adui wa familia. Kule usiende madam. Grace, unafikiri sijui hayo yote uliyozungumza? Unafikiri kwamba sijui kwamba wanaweza kunichukia? Lakini ndoa ni agano. Ndoa sio michezo tu ya kukimbia kila unapokutana na matatizo. Wasinipokee au wanipokee, hilo sio swala langu mimi. Mimi ninachokijua ni kwamba narudi kwa mume wangu. Lakini madam,
Victor mwenyewe amesema hana shida na wewe tena. Ameshapeleka kesi mahakamani. Sasa ukienda Kunduchi uone kama unajipeleka kwenye moto. Hata mama mke wako akiamua kukufukuza utafanyaje? Grace, ninaweza kuishi na maneno, siwezi kuishi na kukimbia vita. Hata kama ukinipiga vita, nitakaa pale mpaka Victor mwenyewe aseme kwa mdomo wake kwamba hanitaki. Na hata kama akisema hivyo, bado sitakubali hiyo talaka. Mimi sio mtu wa kuachwa Grace. Niliapa mbele za Mungu na nitabaki kwenye agano hilo hata kama dunia nzima itanigeuka. Kuhusu mama mke wangu, hana budi kunikubali tu. Mumeo amefanya kosa na anapaswa kuwajibika kwa makosa yake. Hata kama sio mimi, bado kuna mtu mwingine angeweza kumfichua tu. Hapo kwanza Grace alinama, akijua mjadala umekwisha. Eliana alikuwa ameshakuwa na msimamo wake. Dereva alipoelekeza gari kwenye barabara ya kwenda Kunduchi, upepo bahari ulianza kuingia kidogo kidogo kwenye gari. Eliana alijigemeza kwenye kiti cha nyuma, macho yake akiwa yamejawa na mchanganyiko wa huzuni na uthabiti. Alijua anajipeleka sehemu ambayo pengine itamjeruhi zaidi, lakini ndani ya moyo wake Eliana aliamua hatopoteza ndoa yake bila kupigana hadi tone la mwisho. Grace alibaki tu kimya. Grace moyo wake ulikuwa ni mzito, lakini pia moyoni alimvulia kofia Eliana, kwa sababu si kila mwanamke ana ujasiri wa kurudi kwenye nyumba ya familia iliyomchukia, tena eti kwa jina tu la ndoa. Dakika ziliendelea kusonga mbele. Walipowasili Kunduchi, gari lao liliingia ndani ya jumba la kifahari la kina Victor kwa mbwembo kweli kweli. Ndani ya jumba hilo kulionekana kuwa na utulivu uliotoa mandhari ya kuvutia. Eliana alishuka kwenye gari kwa mwendo wa kifahari, akitokeza taratibu kana kwamba ndiye mwenye jumba hilo. Gauni lake la kifahari la dhahabu lilikuwa limekazia mwili wake ipasavyo, na nywele zake zikiwa zimepangwa kwa ustadi uliokuwa umetia wivu. Hata wafanyakazi wa pale walishangaa, si kwa sababu walimuona kwa mara ya kwanza, bali kwa ujasiri wa mwanamke huyu aliyethubutu kurudi kwenye jumba ambalo jina lake lilikuwa limepigwa marufuku kutamkwa. Hebu ingizeni kila kitu ndani, bila kubakiza hata mfuko mmoja. Eliana alitoa agizo, sauti yake ikiwa ni imara. Vijakazi walikimbia haraka kuanza kushusha mizigo mikubwa na kuipeleka ndani ya jumba. Eliana asimama katikati ya kiwanja kikubwa cha mbele, akipumua kwa utulivu, kana kwamba anasema moyoni, hapa ndipo mahali pangu, hapa ndipo unapotakiwa kuwa. Mary, mke wa Duncan, binamu wa Victor, ndiye aliyekuwa wa kwanza kushuka chini kutoka kwenye ngazi za jumba. Aliposimama na kumwona Eliana, uso wake ulijaa mshangao na chuki kwa wakati mmoja. Alishika kiuno chake, macho kimetameta kwa hasira. Eliana? Mary aliuliza kwa mshangao wa dharau. Hivi wewe binti una akili kweli wewe? Baada ya yote uliotufanyia, baada ya kumwangusha baba mkwe wako, baada ya kumweka gerezani, yani bado unathubutu kuja hapa na mizigo yako? Hii ni nini? Huu ni mzao aina gani unaoleta hapa? Naam, Eliana aligeuka kwa utulivu. Alimtazama Mary kwa macho ya malkia, macho yasiyoonyesha hata tone la uoga. Eliana akasema, Mary, usijisumbue kuongea. Mimi nimerudi nyumbani kwa mume wangu. Mali ya mume wangu ni mali yangu, na nyumba ya mume wangu ni makazi yangu. Kwa hivyo, kama unadhani nitakimbia, umejidanganya. Maneno ya Eliana yalimfanya Mary achukie zaidi. Mary akasema, nyumbani kwa mume wako? Hivi wewe Eliana unajua unacheza na moto? Mama Victor hayuko tayari kukuona hata kwa sekunde moja. Wewe ndiye ule chafua jina la hii familia, na sasa unakuja kujifanya malkia? Eliana alimtazama kwa utulivu Mary, na kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye mamlaka, akamwambia, Mary, haya mambo ya kuogopa sio ya Eliana. Leo hii nina moyo wa chuma. Kama mama Victor yuko ndani, mwambie tu atoke. Sitaki kuishi kama kimbilio. Niko tayari kumwangalia machoni na kumwambia mimi mwenyewe kwamba nimerudi tena kwa kishindo. Mary alishindwa kuamini maneno ya Eliana. Alishindwa kuamini hiki anachokiona mbele macho yake. Aligeuka haraka na kupanda ngazi kwa mwendo wa hasira, akipita korido ndefu za jumba hilo mpaka chumbani kwa mama Victor. Mama Victor. Mary alibisha hodi kwa nguvu, akifungua mlango bila hata kungoja ruhusa.
Mama Victor, mwanamke mwenye sura ya kifahari na anayeonekana kuchoka kutokana na siku nyingi za mateso, alikuwa ameketi kitandani akitazama nje dirisha, macho yake yakiwa ni mekundu kutokana na usingizi mchache na mawazo mazito. Mary, kuna nini tena? Aliuliza kwa sauti ya kero. Mary akasema, mama, huwezi kuamini, Eliana yuko hapo nje, na sio tu kwamba yupo, ameleta mizigo yake yote, yaani anaonekana kana kwamba ndo amehamia hapa rasmi. Mama Victor kwanza aligeuka ghafla, macho yake yalijawa na mshangao wa ghadhabu. Akamuuliza, unasema nini Mary? Ndio hivyo mama. Mary aliendelea, sauti yake ikikosa pumzi. Yaani napozungumza Eliana mama yuko sebleni, anatoa maagizo kwa vijakazi, yani kana kwamba hii nyumba ni ya kwake mwenyewe. Hapo hasira ilimjaa Mama Victor kama wingu jeusi la dhoruba. Alinyanyuka kitandani kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Alianza kutoka mule chumbani mkuku. Hatua zake zilikuwa nzito na za kishindo. Kila mtu aliyekuwa koridoni alijiondoa njiani kwa hofu. Uso wake mama huyu ulionekana kama wa simba aliojeruhiwa. Kila tone la damu yake lilikuwa likiungua kwa hasira. Mary alimfuata kwa nyuma huku akiwa na tabasamu kwa furaha ya kuona mgongano ambao unakuja kutokea. Hii ilikuwa ni fursa ya Mama Victor kumweka Eliana mahali pake. Eliana alisikia hatua nzito zikishuka ngazi. Aligeuka taratibu, akabaki amesimama katikati ya sebule, mikono yake Eliana ikiwa imekunjwa kifuani kana kwamba alikuwa tayari kwa chochote. Walinzi na wajakazi walibaki tu kimya, wakitazama tukio hilo linalokwenda kutokea. Punde Mama Victor aliingia pale sebuleni, macho akimtafuna Eliana kwa hasira. Hali ya hewa ilikuwa ni nzito ghafla, yani kana kwamba hata nyumba yenyewe pia ilijua vita kubwa vya maneno vilikuwa vinakuja. Kwa kweli una ujasiri sana we binti. Mama Victor alisema kwa sauti baridi kama barafu, akimsogelea hatua kwa hatua Eliana. Baada ya kunivua heshima yangu, baada ya kumwangusha mume wangu, baada ya kuisukuma familia hii kwenye fedhea, unakuja hapa kwenye nyumba yangu, yani kana kwamba wewe ni malkia. Eliana alibaki kimya, amesimama tu wima, macho yake haikutikisika hata kidogo. Vijakazi walikuwa wakihangaika kuweka mizigo ya Eliana walibaki wamesimama wakiwa kama vile masanamu. Hofu ilitanda kwenye nyuso zao. Mwanadada Mary alisimama pembeni, macho yake king'aa kwa shauku ya kuona mapambano makali sasa yanakwenda kutokea. Mama, shikam, kimya, kaa kimya. Eliana kabla hata sentensi yake ya kumaliza, kabla hata hajamaliza alichotaka kukisema, Mama Victor alimkatisha. Nisikilize wewe binti. Sitaki kusikia sauti yako wala kunusa hata harufu yako. Mwana hizaya mkubwa wewe. Baada ya kumwangusha mume wangu hadharani, baada ya kuifanya familia yetu kuwa kichekesho cha taifa, una ujasiri wa kuja hapa na mizigo yako? Hapa sio kwako tena. Naomba unyanyue miguu yako mara moja na uondoke. Urudi kwa baba yako Ikulu na usubiri taraka yako ikamilike. Eliana alinyanyua kichwa taratibu, akipumua kwa utulivu wa ajabu. Alikuwa anahisi uchungu moyoni, lakini hakutaka kuonyesha udhaifu. Mama, najua maumivu unayopitia. Najua jinsi ilivyokuwa uchungu kwa mume wako kuwa gerezani. Najua vile unavyoteseka. Lakini tafadhali usiweke lawama zote juu yangu mama. Mimi sikuwa na nia mbaya. Nilitaka haki itendeke kwa taifa langu. Haki? Haki ipi Eliana? Haki ya kumvua mume wangu heshima yake yote? Haki ya kumfanya awe mfano wa fedhea? Na leo nakuja kusimama hapa yani kana kwamba wewe ni mke mtakatifu wa Victor. Hivi unajua hata maana ya heshima ya ndoa wewe? Nakuuliza. Maneno hayo yalimkera Eliana. Alihisi hasira zikimjaa, akihisi damu ikipanda usoni mwake. Alisimama wima zaidi na kisha akasema kwa sauti iliyotikisa ukumbi mzima. Mama, nimevumilia mengi. Nilipambana sana kuolewa na Victor. Nilipambana na maneno ya watu. Nilipambana na chuki za wengi. Nimevumilia kila aina maumivu nikiwa niko ndani ya hii ndoa.
Na sasa baada yote niliyopitia mnataka nimwache mume wangu? Hapana, siwezi. Siwezi mama. Naam, Mama Victor alimsogelea zaidi Eliana. Aliinua kidole mbele ya uso wa Eliana akamwambia, wewe hujui unachokiongea wewe binti. Victor hataki tena kukuona. Kisa talaka iko mahakamani na muda so mrefu utakuwa uko huru. Hivyo huna cha kufanya hapa zaidi tu ya kuondoka kwa heshima yako wewe mwenyewe. Eliana alihema kwa hasira, macho yake kijaa machozi lakini sauti yake ikibaki kwa imara. Heshima yangu iko pale pale. Na ndio maana niko hapa. Victor ni mume wangu na agano la ndoa ni agano la Mungu. Hakuna mwanadamu anayeweza kulivunja isipokuwa ni Mungu mwenyewe. Kama Victor anataka hiyo talaka sawa, lakini sio mimi nitakayekubali. Mimi sitoki hapa. Hii ni nyumba ya mume wangu na mimi ni mke wake. Naam, majibizano alizidi kuchukua fursa ya vita ya maneno. Mama Victor alishtuka kwa ujasiri wa Eliana. Akamwambia, binti, unajifanya wewe ni jasiri kwa sababu baba yako ni rais, sio manake? Kama sio nguvu ya familia yako, usingekuwa na ujasiri huu. Lakini acha tu nikwambie kitu. Nguvu zako hazina nafasi hapa. Hii ni nyumba ya kifamilia, tena familia ya Mazanda, na hatukuhitaji kuanzia siku ulioamua kumsaliti baba mkwe wako. Eliana alisogea hatua moja mbele, karibu kabisa na Mama Victor, kana kwamba anataka kumkumbusha kwamba hata tikisika kwa lolote. Mama, na mimi nitakwambia kitu leo mama. Sikuja hapa kama binti wa rais. Sikuja hapa kwa sababu ya nguvu, nimekuja hapa kwa sababu mimi ni mke wa Victor na hii ni ndoa yangu. Hata iweje sitakubali kupoteza alichonipatia Mungu. Hata kama dunia nzima itanigeuka, nitapigana mpaka tone la mwisho. Naam, Mary aliyekuwa amesimama pembeni alibaki akishangaa nguvu ya maneno ya Eliana. Sauti ya Eliana ilikuwa ina mzuka wa mtu aliyekuwa tayari kupigana vita ya mwisho wa maisha yake. Mama Victor, japokuwa hasira bado zilikuwa zinamwaka, alishindwa kujibu mara moja. Kulikuwa kuna ukimya mzito hapa sebuleni, kila mtu akivuta pumzi akingoja hatua inayofuata. Mama Victor alijua kabisa Eliana hakuwa tu binti wa rais, bali alikuwa ni mwanamke mwenye msimamo wa chuma. Mapambano haya hayangeisha kwa maneno, yangehitaji matendo. Okay, basi. Mama Victor alisema hivyo kwa sauti ya kuuma. Alipumua kwa hasira na kisha akaendelea. Kama unataka kuishi kwenye vita na mimi, sawa. Lakini ukumbuke kitu kimoja Eliana. Vita hii vitakuumiza zaidi ya vile unavyofikiria. Eliana alimtazama moja kwa moja mwanamama huyu na kisha akasema kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. Hata kama itaniuma mama, bora niumie nikiwa ninapigania ndoa yangu kuliko kukimbia kama mwoga. Mimi sitoki, na ninasema sitoki hapa mama. Mama Victor alionekana kama simba aliyechoma moto. Uso wake ulikuwa umejaa hasira, macho yake yakiwa na mwanga wa ukali, mapigo ya moyo wake kijaribu kupita sauti zake. Kwa hasira alizokuwa nazo, alitaka kumtoa Eliana pale ndani kwa nguvu, akiamini kwamba nguvu pekee ndio ingeweza kumlazimisha Eliana kuondoka pale ndani. Hata hivyo, kabla hajamgusa Eliana, ghafla mlango ulisukumwa kwa kasi na kisha sauti ya mtoto mdogo akitokea nje ilisikika. Mtoto huyu hakuwa mwingine bali alikuwa ni Daniel, mtoto wa Victor aliyezaa na Eliana. Mtoto Daniel akiwa na miaka 4 sasa aliruka na kukimbilia ndani, huku nyuma akifuatwa na yaya wake. Alipomwona tu bibi yake, yani Mama Victor, alimkimbilia kwa shauku na kumkumbatia kwa nguvu. Uso wake mdogo ulikuwa unang'aa na macho yake yalijaa furaha tele. Bibi, bibi. Mtoto huyu Daniel alilia kwa sauti ya furaha. Nimekukumbuka sana na nimekuletea zawadi hii. Alitoa kadi ya kitoto aliyokuwa amenunua alipokuwa njiani. Kwa mara ya kwanza Mama Victor alijikuta kicheka kinyemera, akificha hasira yake ya awali. Alishusha pumzi zake na uso wake ambao ulikuwa ni mkali ulibadilika kuwa na upole wa dhahiri. Alimkumbatia mjukuu wake huyu kwa furaha na kisha akasema, Daniel, bibi yako amefurahi sana kukuona, alisema huku akipiga kiganja chake kidogo kwenye shingo ya Daniel. Eliana alishangaa kuona mabadiliko haya. Alijikuta kicheka kidogo,
akiwa amechukua hatua ya kujivutia amani katika hali iliyokuwa ngumu kwake. Daniel alimtazama mama yake na kisha akamuuliza, mama, kwani mnagombana? Eliana alichata basamu mwanana na kisha akaamua kumficha mtoto wake kama vile hapakuwa na maelewano pale ndani. Mwanangu, hamna kitu kama hiko. Kwanza nimekumisi sana na istoshi na surprise zako nyingi tu. Alizungumza hivyo. Alizungumza na Daniel kwa upole, akamkumbatia na kumpa kicheko, akijua hii ndio njia bora ya kuondoa mvutano wa papo kwa hapo. Nina zawadi zako, zipo chumbani kwangu mwanangu, Eliana alisema, akimpa mtoto wake kipande kidogo cha keki. Daniel alimkumbatia mama yake Eliana huku akipiga makofi madogo kwa furaha na uso wake ukijaa mwanga wa shauku. Mama Victor alikuwa amebaki tu pembeni, akijaribu kuficha hasira yake ya awali, akimtazama Eliana akijaribu kuleta amani ya muda tu. Uso wake ulikuwa ni mkali kwa macho yake, lakini alijua wazi hawezi kudhibiti kila kitu mbele mjukuu wake wa pekee ambaye ni Daniel Mazanda. Eliana aliamua kutumia fursa hiyo kumchukua Danieli na kisha akamwambia, sasa Danieli, pendo chumbani kwako, kuna zawadi nyingine nimezileta kwa ajili yako mwanangu. Hapo mama Victor alikaza tu macho kwa hasira, lakini hakuwa na cha kufanya. Ni kama Eliana alijua kabisa udhaifu mkubwa mama Victor ni mjukuu wake, na ndio maana aliamua kumwagiza kijakazi wake amletee mtoto wake pale. Baada ya Eliana kutokomea, mwanadada Mary alimtazama mama Victor na kisha sauti ya chini chini iliyojaa sumu kali kuliko hata ya nyoka alianza kwa kuongea, mama, naomba unisamehe kama nitakuwa labda nakosea, lakini kimsingi ni kwamba huyu Eliana huyu hastahili kukaa humu ndani hata kwa dakika moja. Tumeteseka kwa sababu yake. Baba Victor yuko gerezani. Familia yetu imetupwa kwenye magazeti ya kila siku. Kila mtu anatusema vibaya. Aya, sasa leo hii eti anakuja humu ndani, yani kama vile kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Ni kweli mama? Mama Victor alinyanyua macho, alivuta pumzi ndefu na kisha akasema kwa sauti yenye ukali wa heshima, Mary, hebu usichanganye mambo. Daniel ni mjukuu wangu na sitamruhusu mtu yeyote amtupie chuki kwa sababu ya mambo ya wakubwa. Mjukuu wangu hana kosa. Kwanza nimefurahi kumwona, lakini usifikirie kwamba ujio wa Daniel ni sababu ya mama yake kusalia humu ndani. Hapana, Eliana ataondoka tu. Yaani hilo nina uhakika nalo. Bidada Mary alikenua meno kwa kejeli. Alicheka kidogo na kisha akasema, mama, naona unasema kwa upole kwa sababu ya Daniel, lakini kumbuka huyu mwanamke ndiye chanzo cha kila kilichotupata. Kesho atasumbua zaidi. Akikaa hapa ataanza kujifanya yeye ndo bosi na tutarudi kule kule tulikotoka. Hii nyumba sio yake, ni bora afukuze haraka sana mama. Hapo mama Victor alibadilisha uso, alinuka taratibu na kisha alimtazama Mary moja kwa moja machoni. Nisikilize. Nimesema nitasherekea kwanza ujio wa mjukuu wangu. Na sio kila kitu cha kuamuliwa tuna hasira, lakini Mary usijidanganye. Mimi ndiye mwenye hii nyumba. Na kama nitasema Eliana ataondoka, basi ataondoka kwa namna yoyote ile nitakayoona mimi nafaa. Wewe tulie tu kwanza. Maneno yale yalimnyonga Mary kama vile barafu. Hakuwa ameridhika hata kidogo, lakini alijua pale hakuwa na nafasi ya kubisha zaidi. Alitikisa kichwa kwa ishara ya kukubali, ingawa moyoni alikuwa na hasira zaidi. Okay, sawa mama, alijibu kwa sauti ya chini, akinyanyuka taratibu. Mama, lakini kumbuka maneno yangu. Ukitaka kuokoa familia hii, usimwache Eliana hapa ndani. Mtimue haraka vile inavyowezekana. Mary alitoka sebuleni kwa hatua za haraka, akielekea chumbani kwake. Mara tu alipofika, alichukua simu yake, akaiwasha na kuanza kutembea tembea huku akipiga namba ya Victor. Simu ilipoanza tu kuita, aliweka simu sikioni huku uso wake ukiwa una tabasamu la ushindi. Victor. Alipojibia upande wa pili, Mary
alisema kwa sauti ya kusisimua. Victor, huwezi kuamini kilichotokea. Eliana amerudi hapa nyumbani, ameleta mizigo yake yote, afu mama yuko sebleni hajafanya chochote zaidi ya kumtazama tu. Mary alipoyazungumza hayo, upande wa pili wa simu, Victor alinyamaza kwa sekunde kadhaa. Ni kama maneno hayo yalikuwa kama vile ameshuka kama radi moyoni mwake. Mara ghafla alishusha pumzi nzito na sauti yake ilibadilika kuwa ya hasira iliyokolea. Mary, unasema nini? Yaani Eliana yuko hapo nyumbani? Ndiyo, Mary alijibu kwa haraka huku akisisitiza zaidi. Yaani ameingia kama mwenye nyumba. Amewaamuru vijakazi kupeleka mizigo yake ndani. Afu mama hajamfukuza bado. Nadhani anasubiri tu muda mwafaka. Lakini huyu mwanamke anaonekana kabisa amekuja kuhamia. Victor alijikuta kibana meno yake kwa hasira. Sikiliza Mary. Usifanye chochote. Nakuja sasa hivi. Nataka kujua ni kitu gani kinamfanya Eliana afikiria kwamba anaweza kuja nyumbani kwetu wakati kesi ya talaka bado iko mahakamani. Victor alikata simu kwa ukali na kuanza kuendesha gari kwa mwendo wa kasi kuelekea Kunduchi. Hasira zilimjaa Victor. Kila sekunde aliyokuwa barabarani alihisi kama vile moto unampanda kifuani. Wakati huo Mary alirudi sebleni, uso wake ukiwa umejaa tabasamu dogo la kuridhika. Alimkuta mama Victor bado amekaa kimya huku macho yake yakiwa yameelekea kwenye mlango wa chumba cha Eliana. Mama, Mary alisema kwa sauti ya chini. Victor yuko njiani, nadhani atafika muda so mrefu. Mama Victor alinyoa macho polepole na kisha akasema okay, vizuri. Alisema kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito. Leo tutajua kama kweli Eliana ana haki ya kubaki ndani au la. Nilishasema hatuwezi kuishi na kivuli cha maumivu ya familia yetu. Lazima kitu kifanyike. Sebleni palitulia tena. Hewa ikawa ni nzito kana kwamba ikisubiri mlipuko wa dhoruba. Wakati huo Eliana hakuwa na habari yoyote kwa kile kilichokuwa kinaendelea. Eliana alikuwa tu chumbani akimsikiliza Daniel akimwonyesha zawadi yake ndogo aliyokuwa amemletea, huku moyo wake ukiona hisia za furaha na huzuni kwa wakati mmoja. Msikilizaji, baada ya takriban dakika 40 kupita, gari la Victor liliingia kwenye geti la jumba lao la kifahari kwa kasi mno. Tairi zililia kwa ukali zikiashiria kwamba zimeshikwa brake. Hata kabla hajazima injini, tayari alikuwa ameshashuka. Alitembea kwa mwendo wa haraka kuelekea mlangoni. Uso wake ulikuwa umebeba hasira, pumzi zikimkatika kwa uchungu aliokuwa nao. Mara tu mlango ulipofunguliwa na kijakazi, sauti ya Victor ililipuka kama radi. Eliana. Victor aliita kwa hasira, sauti yake ikijaza jumba lote. Vijakazi wote walitikisa vichwa kwa hofu, huku wakishikana mikono, wakijua kwamba leo kungekuwa na dhoruba kubwa mno. Sauti ya Victor ilivuma tena, ikifanya kila mtu nyumbani hapo kujua kuwa hali si shwari. Lakini ghafla hatua ndogo za mbio zilisikika zikija kutokea koridoni. Daniel, mtoto wa miaka 4, alifika sebleni mbio, sura yake ikiwa na tabasamu la furaha ya kumwona baba yake. Baba, Daniel aliita huku akikimbilia kwenda kumkumbatia baba yake. Hasira ya Victor ilizimika kidogo ghafla. Aliinama, akamnyanyua mwanae juu na kumbusu kichwani. Alijitahidi sana kutabasamu kwa muda mfupi ili kumficha Daniel hasira iliyokuwa imemjaza. Mwanangu mzuri, umekuwa sasa. Umemletea baba zawadi, si ndio? Victor aliuliza kwa sauti ya upole iliyolazimishwa. Daniel alicheka. Ndiyo baba, tumekuja na zawadi nyingi. Alionyesha mkononi mwake toy ndogo aliyokuwa amemnunulia mama yake alipokuwa shopping. Victor alimeza mate, alihisi mchanganyiko wa hisia. Alitaka sana kuzungumza na mtoto wake zaidi ili kuweza kujituliza, lakini bado moyo wake ulipiga kwa hasira dhidi ya Eliana. Baba, mama yuko chumbani. Daniel aliyasema hayo, lakini kabla hajamalizia, sauti ya nyayo zilianza kusikika zikija taratibu kutokea koridoni. Eliana alitokea akitembea kwa madaha ya kifalme, miguu yake ikipiga maridadi sakafuni.
Alikuwa amevalia gauni refu ya gharama lenye kung'aa, nywele zake zikiwa zimepangwa kwa ustadi na harufu ya manukato ya kifahari ilijaza hewa. Macho yake yalikuwa na mwangaza wa ujasiri na tabasamu la kupendeza likiwa limepamba uso wake. Karibu nyumbani mume wangu, Eliana alisema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito wa dharau ya kifahari. Alimkaribia Victor taratibu. Victor alibaki ameduaa kwa sekunde kadhaa. Hasira yake ilijikuta ikipambana na taswira ya mke wake aliyekuwa amependeza kupita maelezo. Uzuri wa Eliana ulikuwa ni wa kuua hasira yote, lakini kumbukumbu ya maumivu, aibu na kashfa ambazo alikuwa amepitia kwa sababu yake vilikuwa bado vinamchoma Victor. Alitazama macho yake kwa sekunde kadhaa kana kwamba anatafuta maneno sahihi. Upande mmoja wa moyo wake Victor ulitaka kumpa talaka pale pale, lakini upande mwingine ulimtaka amkumbatie na asahau yote yaliyopita. Eliana, Victor alitamka kwa sauti iliyokosa uthabiti, akihisi kigugumizi kikimkaba. Eliana alimsogelea zaidi, macho yake yakimwangalia moja kwa moja kwa namna ya kumtuliza. Victor, usikae hapo na hasira. Hii ni nyumba yako, ni nyumba yangu. Leo sio siku ya ugomvi. Tazama, hata mwanao amekufurahia kukuona. Sidhani kama anataka kuona baba yake na mama yake wakibishana tena. Maneno haya ya Eliana alimfanya Victor ajikuta akigeuka kumtazama Daniel. Daniel ambaye sasa alikuwa akichezea tu mdoli wake bila hata ya wasiwasi. Kila kitu kilimchanganya. Uzuri wa Eliana ulikuwa ni kama vile sumu ya utamu unaompombaza na kumvuruga akili. Kwa nini umerudi hapa Eliana? Victor aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Ina maana hujui kwamba kesi ya talaka bado iko mahakamani? Au unataka kufanya maigizo kuonyesha kwamba dunia kwamba ndoa yetu iko salama? Sina maana. Eliana hakutikisika, alitabasamu kwa upole. Alisogea karibu zaidi hadi Victor akahisi harufu yake ikimchanganya zaidi. Victor, nimekuja kwa sababu hii. Hapa mimi ni nyumbani. Nimekuja kwa sababu mimi ni mke wako. Siwezi kuendelea kukimbia au kujificha. Ikiwa tutamalizana tukiwa tumekaa uso kwa uso na sio kwa kufukuzana mitaani. Maneno hayo yalimgonga Victor kwa nguvu. Kulikuwa kuna kitu kwenye sauti ya Eliana kilichomfanya aone kama vile ameanza kuishiwa nguvu za ugomvi. Lakini bado alikumbuka lengo lake la kumaliza ndoa hii. Victor akasema, nisikilize Eliana. Hebu usifanye hili jambo lionekane kama vile ni mapenzi safi yanayotaka kunirudisha. Nimevumilia mengi sana kutoka kwako. Umekuwa ni chanzo cha maumivu mengi sana kwenye maisha yangu. Babangu yuko gerezani, familia yangu imeshasambaratika na bado unakuja hapa yani kana kwamba hakuna kilichotokea. Kweli Eliana? Hapo Eliana aliweka mkono wake kwa upole kifuani mwa Victor. Alimtazama moja kwa moja machoni. Victor, najua kuwa nimekuletea maumivu, lakini pia najua kwamba bado unanipenda. Siwezi kuondoka kwa sababu kuna kitu ndani yangu kinasema hii ndoa lazima ipone. Na kama ningekuwa sina thamani kwako Victor, usingekuwa hapa ukiwaka moto. Ungekuwa tu umesonga mbele. Victor alinyamaza kwanza kwa muda mrefu, akawa anamtazama Eliana kwa macho yaliyokuwa na hasira na hamu kwa wakati mmoja. Nisikilize Eliana. Umechanganya sana akili zangu. Ninajua ninachopaswa kuweza kukifanya, lakini kila nikikuona, kila nikisikia sauti yako, najikuta kabisa nikipoteza. Ila sio sasa. Hili limefika mwisho Eliana. Mimi na wewe tumefika mwisho. Talaka ikitoka kila kitu kitakuwa kimekwisha. Hapo Eliana alitabasamu. Alipiga hatua ndogo za kumkaribia na kisha akasema, Victor, hebu acha kujidanganya. Hii ndoa haiwezi kufa kama vile unavyofikiria.
Uwe unataka ama hautaki, nitaendelea kubaki kuwa mke wako mpaka kifo kitakapoweza kumchukua mmoja wetu. Kwa kama unitaki mimi kwenye maisha yako, kuna njia moja tu, either uniue au usubiri mpaka siku yangu ya mwisho kuishi kwenye hii dunia ifike. Vinginevyo hii ndoa bado ipo sana tu Victor. Yaani huko mahakamani unakohangaikia ni unapoteza tu muda wako na pesa zako. Pesa unazozitumia kuwalipa mawakili kwa ajili ya madai ya talaka, sijui fidia, ni bora tu kaleta nyumbani tukafanya tu biashara, kwa sababu hakuna mahakama itakayoweza kuvunja ndoa yangu hapa duniani. Hakuna, haipo na haitokuja kutokea. Hapo kwanza Victor alikunja uso. Alitamani hata ampige makofi Eliana, lakini kabla hajafanya hivyo, ghafla mlango wa mbele ulifunguliwa kwa kishindo na Grace aliingia kwa kasi mno, kana kwamba alikuwa akikimbia mbio kutoka mbali. Madam. Grace, sauti yake ilitoka kwa hofu, uso wake ukionyesha hofu na wasiwasi wa hali ya juu. Alikuwa anavuta pumzi kwa shida, akishikilia upande wa mlango kana kwamba miguu ilikuwa imekataa kazi kufanya. Sasa Victor na Eliana wote waligeuka kwa mshangao. Eliana ilibidi aulize, Grace, nini tena? Eliana aliuliza kwa sauti ya juu, uso wake ukipoteza tabasamu la awali. Grace alijaribu kujipanga kabla hajazungumza, lakini maneno yalijitupa kutoka kinywani mwake kwa haraka mno. Mama yako, yani mke wa rais, ametoka pale Ikulu akiwa na bastola. Ameelekea kwa Eva Madinda na nimepewa taarifa ya kwamba anaweza kumdhuru Eva au hata kujidhuru yeye mwenyewe. Kimya kizito kilijaa sebuleni kwa sekunde chache, yani kana kwamba muda ulikuwa umesimama. Eliana alihisi baridi kipenya mpaka kwenye mifupa yake. Macho yake yalipanuka, pumzi kawa ni nzito. Hivi Grace, una uhakika na unachokisema? Aliuliza kwa sauti ya hofu, akishika kifua chake, na Grace akasema, ndiyo madam, ndiyo nina uhakika. Grace alisema huku machozi yakianza kujikusanya machoni mwake. Askari wa usalama wa Ikulu walijaribu kumzuia, lakini akawapita kwa nguvu. Sijui ni nini kimempata mama. Uso wake umemjaa hasira na huzuni wakati ambapo alipokuwa anatoka. Grace alipoyasema hayo, Victor alikumbwa na mshtuko wa ghafla. Hasira yake kwa Eliana iliyeyuka papo hapo kana kwamba hakuwahi kuwepo. Alisogea hatua chache karibu na mkewe, alimshika mabegani kwa upole na kisha akamwambia, sikiliza Eliana, lazima tuende sasa hivi. Aliongea kwa sauti thabiti lakini yenye dharura. Eliana alikuwa kama vile amegandishwa, moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi mno. Mungu wangu, kama mama atafanya kitu cha ajabu. Machozi Eliana ilianza kumtiririka mashavuni mwake. Lazima nimwone, lazima nimzuie. Victor hakupoteza muda. Aliwaambia haraka wasaidizi waliokuwepo hapo, mchukueni Daniel, mpelekeni chumbani, msimwache atoke. Alipomaliza kutoa maagizo hayo, Victor akamgeukia Eliana, akamshika mkono. Eliana hakuwa hata na dakika ya kufikiria. Alivuta juu gauni lake la kifahari na kisha walianza kutoka mule ndani mbio mbio. Walipofika kwenye gari, Victor alimfungulia Eliana mlango na kumsaidia kuingia, na kisha safari ikaanza. Ni nini kinaendelea? Hii ilikuwa ni sauti ya mama Victor, ambapo alimuuliza Grace baada ya kumuona kijana wake ametoka na Eliana pale ndani mkuku. Grace ilibidi amueleze kila kitu mama Victor. Mama Victor alipigwa na butwaa. Akilini mwake alianza kujiuliza, ina maana nilichokiona mitandaoni ni kweli? Ina maana ni kweli Eliana ana pacha wake, na kwamba mama yao mzazi ni Eva Madinda na sio mke wa rais Yolanda? Alijiwazia sana mama Victor akilini mwake, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu kuweza kumthibitishia kila alichokuwa nakiwaza. Hapana, lazima nijue kila kitu. Pale mwanamama huyu alichukua ufunguo gari lake na kisha naye akatoka nje kwa lengo la kuwafuata kina Eliana, kwa kuwa hakuwa anajua ni wapi walipoenda. Aliamua kumpigia simu Kasimu, msaidizi wake na Victor, na kisha akamuuliza Eva Madinda anaishi wapi. Mwanzoni Kasimu hakutaka kusema ukweli, ila baada ya mama Victor kumlazimisha, mwishowe Kasimu alikubali kusema. Na hapo ndipo haraka naye mama Victor alianza kuelekea huko, akijua kabisa huenda jambo baya litamkuta mtoto wake. Mwendo wa dakika kadhaa mbele, Victor akiwa na Eliana waliweza kufika Mwenge, kwenye nyumba ambayo Victor alikuwa amepanga kwa ajili ya Eliana.
Waliposhuka kwenye gari lao, waliweza kuona gari lenye nembo ya Ikulu likiwa liko nje ya ile nyumba. Hii iliwathibitishia kuwa mke wa rais atakuwa mule ndani. Eliana akasema, Mungu wangu, mama yuko humu ndani. Eliana alishika kifua chake huku akionekana kuwa na hofu. Victor alipiga hodi mara 2 kwa nguvu, lakini hapakuwa na jibu. Badala yake kilichosikika ilikuwa ni sauti ya vilio na mtu akizungumza kwa hasira kutokea ndani. Eliana alianza kugonga mlango kwa nguvu, machozi yakimdondoka, huku akawa anaita, mama, tafadhali usifanye jambo la ajabu mama. Victor aliweka mkono wake kwenye bega la mkewe na kisha alianza kukagua pale mnyororo wa mlango. Ameloki kwa ndani. Lazima tuingie sasa. Bila kusubiri zaidi, Victor alichukua hatua 2 nyuma na kisha alitumia nguvu zake zote kuugonga mlango kwa kipande cha chuma. Ilibidi augonge mara 3 na mlango ukavunjika kwa kishindo kikubwa. Walipoingia ndani, Eliana alishika gauni lake kwa mikono yake miwili asije akaanguka. Vilio vilizidi kusikika kadiri walivyokuwa na karibia sebule. Walipofika sebuleni, walimwona mke wa rais akiwa ameketi sakafuni, nywele zake zikiwa zimevurugika, macho yakiwa ni mekundu kwa kulia na bastola ikiwa imewekwa moja kwa moja kwenye kichwa chake. Eliora na mama yake Eva Madinda walikuwa wamesimama karibu naye, macho yao yakiwa yamejaa hofu, wakijaribu kwa sauti ya upole kumshawishi aweke silaha chini. Mama, Eliana alipiga yoe akimkimbilia. Mke wa rais alitazama juu taratibu, macho yake yakiwa na machozi yaliyokuwa yanamwagika. Eliana, sauti yake ilikuwa ni dhaifu, yenye maumivu. Usije karibu. Sihitaji kumwonea mtu huruma. Nimefanya maovu mengi, na hii ni adhabu yangu. Eliana aliketi taratibu sakafuni, akinyosha mikono yake kuelekea kwake, akamwambia, mama tafadhali. Hakuna kitakachoweza kurekebishwa kama ukijiumiza. Mama tafadhali, nionee huruma. Usiondoke, mimi bado nakuhitaji. Mke wa rais alianza kulia kwa sauti, huku akiwa anasema, nakupenda sana Eliana. Nakupenda kama mtoto wangu wa kumzaa. Nilikupokea na niliapa nitakulinda, lakini pia nilifanya maovu mengi kwa jina la kukulinda. Nilimfukuza mama yako mzazi. Nilimfanya onekane kama mtu mbaya. Niliharibu maisha ya watu wengi ili wewe uwe salama. Hii yote nilifanya kwa mapenzi. Sikutaka baba yenu Sarungi aniache mimi. Najua nimekosea sana, lakini nilifanya kwa sababu ya mapenzi. Eliana alibaki ameshika tu mdomo wake kwa mshangao, machozi yalikuwa yakimtiririka. Mama. Victor alisogea karibu hatua moja kwa umakini sana, akionyesha mikono yake ya kuwa haina silaha. Mama, unaweza kuniangalia? Kile ulichokifanya kimepita. Hakuna haja kujiumiza leo, na una nafasi ya kuomba msamaha na maisha mengine yakaendelea mama. Msamaha? Hapana. Msamaha hautasaidia chochote. Nimefanya maovu mengi sana, na mimi ndio sababu mpaka Pifa leo hii anaishi na ulemavu wa akili. Mimi ndio sababu mpaka leo hii Eliora amekulia maisha magumu na yenye mateso, wakati baba yake alikuwa na uwezo mzuri tu wa kumhudumia. Nimedhulumu nafsi za watu wengi sana, wengine siwajui. Sioni tena kama mimi nina faida kuendelea kuvuta hii pumzi kwenye hii dunia. Eliora alimtazama mke wa rais kwa huzuni, pamoja na ubaya wote ambao alimfanyia, lakini bado hakuwa tayari kuona mwanamke huyo akifariki mbele ya macho yake. Madam Yolanda, najua umefanya mengi mabaya. Najua umetuumiza sana mimi na mamangu, lakini nasema kutoka ndani ya moyo wangu, mimi sina nia ya kuona unajiua kama sehemu ya malipo kwa kile ulichotufanyia. Kama hujali kuhusu maisha yako, basi jali kuhusu mumeo ambaye Mheshimiwa Rais pamoja na Eliana, wao bado wanakuhitaji sana. Maneno ya Eliora yalimfanya mke wa rais atingishe kichwa kwa maumivu. Hapana. Hata kama nikiomba msamaha, watu wangapi wataweza kukusamehe nilichowafanyia?
Nilimpa Eliana maisha ya kifahari, lakini nilimnyima mama yake maisha ya kifahari. Nilimficha kila kitu ili abaki wangu. Mimi ndiye chanzo cha mateso yake. Hapo Eliora ilibidi asogee hatua moja mbele na kisha akasema, lakini madam, bado unao nafasi ya kuwa mama. Unao nafasi ya kuishi. Ukijumiza sasa utamwacha Eliana bila jibu, bila fursa ya kusamehe. Machozi ya mke wa rais yakazidi, bastola ikitetemeka mkononi mwake. Kwa hakika alionekana kama mtu aliyekata tamaa kabisa ya kuishi. Aliweka bastola vyema kichwani mwake na sasa alikuwa kwenye hatua moja tu ya kuifyatua ili ajimalize. Aliwatazama tena Eliora, Eva Madinda na kisha akasema, naombeni mnisamehe. Kauli hii ni kama ulikuwa ujumbe wake wa mwisho kwao. Hili lilimfanya Victor ashindwe kujizuia, kwani alijua kama asipofanya kitu mke wa rais atajidhuru. Haraka kwa kasi ya ajabu Victor alimwahi, lakini hata hivyo bado hiyo haikuondoa hatari yote, kwani mke wa rais alifyatua risasi ambayo ilimpunywa kidogo kichwani kiasi cha kumwangusha chini. Mshtuko mkubwa ulitanda mule ndani, huku kila mtu akijua sasa mke wa rais hatunaye tena duniani. Victor alimwahi na kujaribu kusikiliza mapigo yake ya moyo. Uzuri ni kwamba mapigo yake ya moyo mwanamama huyu yalisikika, ingawa yalikuwa yako chini sana. Haraka ilibidi kwanza wampe huduma ya kwanza kwa kumfunga ile sehemu ya kichwani ambapo risasi ilikuwa imempunyua. Bila kupoteza muda, Victor akiwa na kina Eliana ilibidi wambebe na kumwesha hospitalini. Njiani hali ya mke wa rais ilionekana kuwa mbaya sana. Gari la Victor lilikimbia kwa kasi ya ajabu kuelekea hospitalini. Ndani ya gari kulikuwa kuna kimya kizito kilichochanganyikana na milio ya vilio vya chini na pumzi zito za hofu. Yolanda, mke wa rais, alikuwa amelala kwenye mikono ya Eliana, damu ndogo ikitiririka taratibu kutoka upande wa kichwani mwake. Eliana alishikilia kwa nguvu jeraha lile kwa kitambaa alichokuwa amekipata ndani ya nyumba, akijaribu kuzuia damu isitoke zaidi. Mama, usifanye hivi tafadhali, Eliana alisema kwa sauti ya vilio, machozi yakimdondoka usoni. Tafadhali mama, usiniache. Umenilea kama mtoto wako. Siwezi kukuaga hivi mama. Mke wa rais alinyonyoa macho yake yaliyokuwa dhaifu, alimwangalia Eliana kwa upendo wa huzuni na kisha akasema, Eliana mwanangu, nilikuumiza sana. Nilikunyima mama yako mzazi, nikakufanya uamini uongo wangu kwa miaka yote. Nimekuwa mchoyo wa upendo wako. Tafadhali naomba unisamehe mwanangu. Mama, nimekusamehe mama. Nimekusamehe tangu zamani. Nilikuwa na hasira lakini sikuwahi kukuacha moyoni mwangu. Tafadhali pigana kwa ajili yangu. Mama, usife. Tafadhali mama. Aliyesema hayo Eliana. Mwanamama Eva Madinda ambaye alikuwa mbele karibu na Victor aligeuka nyuma huku machozi yakimtiririka, naye akasema, Yolanda, mimi pia nimekusamehe. Uliniumiza sana uliponitenga na binti yangu, lakini nakusamehe. Tafadhali baki hai ili utuambie kila kitu kwa kinywa chako wewe mwenyewe. Naam, Eliora ambaye alikuwa amekaa upande wa pili alikuwa ameshika mkono mama yake kwa nguvu. Mama, siwezi kukupoteza tena. Nimekusamehe kwa kila kitu. Tafadhali baki hai ili tuwe familia kamili kwa mara ya kwanza. Machozi yalimtoka mke wa rais kwa wingi zaidi. Alishika mikono ya Eliora na Eliana kwa pamoja na kisha akasema, mmenisamehe kweli? Baada ya yote nilowafanyia, hata baada ya kuwafanya mteseke, mmenisamehe? Eliana alibusu mkono wa mama huyo na kumwangalia machoni na kisha akamwambia, ndio mama. Ndio mama, tumekusamehe. Tumechagua kukupenda na si kukuchukia. Victor ambaye alikuwa anaendesha gari kwa kasi, moyo wake ulibanwa kwa maumivu akiona hali hiyo jinsi ilivyo. Alitulia kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, mama, tafadhali usiache familia yako hivi. Tafadhali shikilia hadi ufike hospitali. Najua Eliana na Eliora wanakuhitaji. Hata mimi pia nakuhitaji pia.
Maneno hayo ya Victor yalionekana kumpa nguvu ya mwisho. Alivuta pumzi ndefu, akajaribu kutabasamu kwa uchungu na kisha akasema, asante Victor. Victor, asante kwa kuwalinda hata wakati mimi nilipokosea. Gari ilipofika hospitalini, Victor aliegesha gari na moja kwa moja akaenda kwenye dharura. Madaktari na wauguzi walikimbilia nje. Eliana hakuachia mkono wake hata walipomweka kwenye machela. Mama, usiogope. Nitakuwa hapa kila dakika mama, alisema Eliana kwa machozi. Msikilizaji, pamoja na ubaya wote ambao mwanamama huyu Yolanda aliufanya, lakini bado mwanamama Eva Madinda na binti yake Eliora walionekana kumwonea huruma sana. Wakiwa wanasubiri ripoti ya daktari, ghafla milango ya kuingilia mule hospitalini ilifunguka, ambapo jopo la maskari uliingia mbio mbio. Na zikupita sekunde nyingi, Mheshimiwa Rais naye aliingia, uso wake ukiwa mkali kweli kweli na mwenye hofu. Alikuwa bado amevalia suti yake ya kazi, tai ikiwa imelegea shingoni, na kisha akaita Eliana. Alikemea kwa sauti nzito mara baada ya kumwona binti yake. Sauti yake ilitikisa kila mtu pale ndani. Hata wauguzi waliokuwa wakipita waligeuka kumtazama Eliana. Eliana alinyanyuka taratibu, uso wake ukionekana kujaa hatia na maumivu. Baba, Eliana aliita kwa sauti ya chini, akijaribu kumkaribia. Rais hakusogea. Alisimama pale pale huku akivuta pumzi nzito, akitazama kila mtu aliyokuwepo hapo. Nataka kujua mama yako yuko wapi? Eliana kabla hajajibu, Victor alinyanyuka na kisha akasogea kwa heshima na akasema, Mheshimiwa, mama yuko chumba cha upasuaji. Alijaribu kujidhuru. Kujidhuru? Nyinyi nyote mlikuwa wapi? Na mlimwambiaje mpaka afikie hatua hiyo? Eliora alinyanyuka akajikaza kuongea ingawa machozi yalimjaa machoni. Tafadhali, usitulaumu sisi. Sisi tulijaribu kumzuia kabla hajafanya kitendo cha mwisho. Na tulimshawishi lakini bado alichagua kujidhuru. Alipoyasema hayo Eliora, hapo ndipo Mheshimiwa Rais alipotupa macho kwa Eliora. Moyoni mwake alijikuta akimwangalia Eliora kwa hisia kali mno. Kwa macho yake ya nyama aliamini ya kuwa Eliora ni pacha wa Eliana, kwani walikuwa wamefanana sana. Moyo wake ulijikuta ukiwa baridi kwa kumwona binti yake ambaye kwa miaka yote hii hakuwahi kujua kama ana binti mwingine ambaye ni pacha. Kwa sauti ya upole aliita akasema, wewe ndo Eliora? Eliora naye ingawa tayari alikuwa anamjua Mheshimiwa Rais Sarungi kama ndiye babake mzazi, lakini bado hiyo haikumfanya akose hisia za furaha za kuona baba yake akimtazama kwa macho ya upendo na majuto. Ndio, ni mimi. Alijikuta akimkumbatia kwa hisia kali mno huku akimwambia, nisamehe binti yangu. Sikuwahi kujua kama nina binti mwingine. Eliora kwa furaha ya kuona baba yake kamtambua kama mtoto wake, alijikuta kitoko na machozi ya furaha. Usijali baba. Najua haikuwa kosa lako. Sote tulifichwa ukweli, lakini hatimaye leo Mungu katukutanisha tena. Waliendelea kukumbatiana kwa muda na ndipo macho ya rais yalipotua kwa Eva Madinda aliyekuwa amejikunyata tu chini. Taratibu alimsogelea huku moyo wake ukivuta kumbukumbu za miaka yao enzi hizo wakiwa vijana barubaru kabla hata hawajawa na nguvu ya ushawishi kwenye siasa za nchi. Rais Sarungi alitamani kuongea mengi, lakini ni kama vile mdomo wake ulikuwa umezibwa. Alijikuta akikumbatiana na Eva kwa hisia kali, yani kama watu waliowahi kuwa familia huko zamani. Nisamehe sana Eva. Kwa hakika najutia sana kutokufanya msako wa kukutafuta. Niliamini umekufa, lakini kumbe haikuwa hivyo. Usijali Sarungi, kila kilichotokea huenda ni karma yetu, na hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kupangia kile ambacho Mungu amepanga. Cha muhimu tu bado tuko hai na maisha mengine yanaweza tukuendelea. Kabla rais hajaongeza neno, daktari alikuwa anamtibia mwanamama Yolanda alitoka, kitendo kilichofanya rais pamoja na watu wengine wote macho yao yote yakawa kwa yule daktari. Dokta akaanza kuzungumza. Mheshimiwa, kwanza poleni sana kwa matatizo, na hata hivyo tunashukuru Mungu tumefanikiwa kumfanya upasuaji mgonjwa. Fuvu lake la kichwa lilipata athari kubwa, lakini kwa uwezo wa Mungu
tumefanikiwa kuweza kurejesha kila kitu kwenye hali yake ya kawaida. Kauli hii ilimfanya kila mmoja aliyekuwa pale kufurahia. Wakati huo mama Victor naye akiwa na shauku aliwasili pale hospitali mara baada ya kuambiwa kile kilichotokea na baadhi ya askari. Kwa tukio hilo ambalo lilikuwa limemhusisha mke wa rais, kama lingesambaa mitandaoni lingezua gumzo kubwa mno. Hivyo maafisa wa usalama walihakikisha hakuna mtu mwingine atakayejua kinachoendelea kwa mke wa rais zaidi ya wao wenyewe tu na familia ya rais. Kwa kuwa hali ya Yolanda bado ilikuwa hairuhusu mtu yoyote kumwona, rais aliwachukua kina Eliora na kisha akaenda nao Ikulu. Ingawa hii ilikuwa ni mara ya pili kwa Eliora kuingia Ikulu, lakini bado haikumfanya asiwe na furaha, kwani safari hii hakuwa anaingia kama pandikizi au mwizi, bali alikuwa anaingia kama binti pacha wa mheshimiwa rais. Eliana, licha ya mavazi yake ya kifahari, alibeba mzigo wa hatia moyoni mwake. Eliora naye alionekana na sura ya upole, lakini macho yake yalificha maumivu ya muda mrefu. Eva Madinda, macho yake yalikuwa na uthabiti zaidi. Uso wake ulikuwa na mchanganyiko wa furaha na huzuni. Furaha kwa sababu walialikwa Ikulu kwa heshima, huzuni kwa sababu walijua familia hii ilikuwa karibu kuvunjika kwa chuki. Waliingizwa ndani ya jumba hili kuu, wakaketi kwenye moja ya kumbi za kifahari. Ukumbi ulikuwa na mapambo ya dhahabu, mapazia marefu yaliyoshuka hadi sakafuni na viti vya kifalme vilivyowapa kila mmoja hadhi ya kipekee. Baada ya muda mfupi, msaidizi binafsi wa rais aliingia na kisha akasema kwa heshima kwamba mheshimiwa rais ameomba mumsubiri hapa. Eva aligeuka na kuwakazia macho mabinti zake. Alivuta pumzi ndefu na kisha akasema, hii ni nafasi ya mwisho mabinti zangu. Tumekuja hapa sio kwa ajili ya kuonyesha nani ni sahihi na nani ni mbaya, bali tumekuja hapa kwa ajili ya kuponya. Hali ya mama yenu mlezi bado ni tete. Kama mimi nimeamua kumsamehe kwa yote aliyofanya, kuiba binti zangu na kunificha ukweli wa miaka, basi nyinyi pia mnapaswa kuondoa tofauti zenu. Hapo kwanza Eliana alinyamaza, akatazama mikono yake. Moyoni mwake bado kulikuwa kuna maumivu yale yote ambayo Eliora alikuwa ameyafanya mitandaoni, lakini maneno ya mama Eva Madinda yalimgusa Eliana. Eliana alianza kwa sauti ya chini na kisha akasema, mama, sio rahisi kusahau kila kitu. Kila siku mimi nilipigwa vita. Kila mtu aliniita majina, akinishtumu kwamba mimi ni mtoto wa upendeleo. Eliora hakunisaidia, bali aliniumiza zaidi. Nina jeraha mama. Mwanamama Eva Madinda alinyosha mkono wake, alimshika Eliana kwa upole na kisha akasema, binti yangu, maisha sio vita ya kila siku. Ukibeba chuki moyoni utaumia zaidi kuliko yule uliyekasirishwa naye. Eliora ni damu yako. Hata kama ulimwengu mzima ukimgeuka, lakini wewe hutakiwi kumgeuka. Ukikataa kumsamehe, basi unakataa sehemu yako ya mwenyewe. Muda wote Eliora alikuwa yuko kimya tu kwa muda mrefu, machozi yakimtoka taratibu, na ndipo Eliora akavunja ukimya kwa kusema, mama, mimi pia nina uchungu wangu pia. Nilipokuwa nikiishi maisha ya shida bila hata kujua nina dada ambaye ni tajiri kule nje. Nilipojaribu kuzungumza kuhusu maumivu yangu, kila mtu aliniita mimi mnafiki. Nilihisi kama Eliana alinyang'anya nafasi yangu ya maisha. Eva aliwasogelea wote wawili mabinti hawa, akawashika mikono na kuwaweka karibu, akasema, mabinti zangu, kamwe hamwezi kulaumu yaliyopita bila kuponya kesho yenu. Mnapaswa kukumbuka ya kuwa damu yenu ni moja. Dunia inaweza kuwa na chuki, lakini familia ikivunjika, familia ikivunjika, hakuna pa kukimbilia. Eliora alimgeukia dada yake, akavuta pumzi. Eliana, sijui kama anaweza kusamehe yote kwa mara moja, sijui, lakini kwa heshima ya mama na kwa ajili ya taifa hili linalotusubiri kama mifano ya mshikamano, nitajaribu. Si kwa sababu ni rahisi, bali kwa sababu siwezi kuendelea kuishi na vita hii moyoni. Maneno hayo ya Eliora yalimfanya Eliana kunyonyoa macho yake, akimkazia dada yake kwa upole. Eliana akasema,
Na mimi nitajaribu dada. Sitaki tena kuwa adui yako. Nimechoka kivuli cha jina lako. Nataka tu kuwa dada yako. Mwanamama Eva Madinda alitabasamu kwa furaha, machozi yakimlenga-lenga. Hicho ndicho nilichotamani kukisikia mabinti zangu. Wacha haya maneno yawe mwanzo mpya. Tukitoka hapa lazima tuonyeshe ulimwengu ya kwamba familia hii imesimama imara, sio kwa maneno bali kwa matendo. Naam, hapo wote watatu walikumbatiana. Hata walinzi waliokuwa pale mlangoni walihisi nguvu ya mshikamano huo. Mara baada ya hapo, mlango ulifunguliwa na msaidizi wa rais akasema, Mheshimiwa Rais yuko tayari kuwaona. Mwanamama Eva Madinda aliwasogelea mabinti zake na kisha akawaambia, sasa twendeni kama familia, sio kama pande mbili zenye uhasama. Kweli bwana, walinyanyuka kwa pamoja wakiwa wameshikana mikono kwa ishara ya mshikamano. Walipoingia ndani walimkuta Mheshimiwa Rais akiwa ameketi kwenye kiti chake cha kifalme. Baada ya salamu, Mheshimiwa Rais alianza pale kuongea. Jamani, najua imekuwa ni ghafla sana haya mambo kutokea. Najua mmepitia mabaya mengi sana. Eliora umeishi kwa tabu sana. Mama yenu Eva Madinda amepitia mengi. Eliana, unapaswa kujua kwamba tulifichwa ukweli na mke wangu. Kimsingi sina uwezo wa kurudisha muda nyuma, ambapo pengine ningeweza kurekebisha hili, lakini kizuri kilichopo mbele yetu ni kwamba bado Mungu katupa nafasi ya kuungana pamoja kama familia, na ndio maana tuko hapa. Mimi ninachowaomba kwenu, naomba tuwe familia rasmi. Naomba tufukie kila baya ambalo limepita nyuma. Ikiwa Mwenyezi Mungu wetu ni mwingi wa rehema, mwingi wa kusamehe, sasa sisi ni kina nani mpaka tusisamehe? Nitafurahi sana kama nitaona tunafunika kila baya ambayo limepita kwenye maisha yetu. Hebu tufanye mabaya yetu kuwa maolea za upendo na amani kwenye maisha yetu. Naam, Rais alihitimisha kwa kukaa kimya. Eliana alimtazama baba yake na kisha akasema, baba, kwa upande wangu mimi sina tatizo kabisa. Kwanza nimechoka mimi kila siku matatizo. Nafsi yangu inahitaji amani sasa. Mimi nipo tayari kuwa familia na ndugu zangu, niko tayari. Eliora akamtazama Eliana kwa sekunde kadhaa na kisha akamtazama Rais. Moyoni Eliora alijisikia faraja sana kuona sasa amekuwa familia, amekuwa na wazazi waliomleta hapa duniani. Eliora akasema, baba, mama, wanasema asiyesamehe basi hana rehema za Mungu. Kutoka ndani ya moyo wangu mimi nimeamua tu kusamehe kila kitu. Chuki na hasira yangu kubwa ilikuwa ni kwa mama Yolanda, lakini baada ya kumuona akijutia kwa kile alichokifanya kiasi cha kutaka kujitoa uhai wake, mimi kwa moyo wangu mkunjufu nimemsamehe mama, na kama ni adhabu basi atoe Mungu, lakini sio mimi. Na ninamuombea kwa Mungu amsamehe makosa yake yote. Sisi wanadamu ni wenye mapungufu na makosa mengi, hivyo muda wote tunapaswa kuweza kuwa wamcha Mungu ili tuwe na mwisho uliokuwa mwema. Maneno hayo ya Eliora yakamfanya Mheshimiwa Rais afurahi sana kusikia hayo maneno. Aliotizama mabinti zake na kisha akasema, hakika ninyi ni zaidi ya kila kitu kwenye maisha yangu hapa duniani. Ikiwa bado niko hai, na waahidi mabinti zangu kuwapa maisha bora kadiri ambavyo Mungu wetu atakuwa anijalia. Hapo Mheshimiwa Rais alikaa kimya kidogo na kisha kaendelea kwa kusema, Eva, huna chochote cha kuzungumza? Mwanamama Eva Madinda aliinua uso wake uliokuwa una furaha kisha akasema, mimi kilichopo moyoni mwangu tayari mabinti zangu wamekisema. Sina cha kuongezea zaidi tu, labda nikuulize tu swali. Rais Sarungi, niulize tu Eva. Itakuwaje sasa kuhusu Yolanda? Huko nje hali ni mbaya. Raia wanataka kuona akichukuliwa hatua kali za kisheria. Na vipi kuhusu waziri mkuu baba yake na Victor? Ina maana kwamba utamwacha tu auze gerezani hata baada ya kuitumikia serikali yako kwa miaka mingi? Naam, hapo Mheshimiwa Rais Sarungi aliachilia tabasamu na kisha akasema, kama ilivyo amani kwetu ndivyo itakavyokuwa kwao pia. Maafisa wangu wanafanyia kazi hilo. Wote watakuwa huru hivi karibuni. Ingawa haitokuwa rahisi kwa sababu tayari hili swala limezagaa huko mitandaoni na kila kona ya Tanzania kumezagaa. Kwa hiyo linahitaji mahesabu makali sana kuweza kulimaliza. Na kama nikisema nitumie nguvu ya mamlaka nilionayo,
moja kwa moja nitaonekana mimi ni dikteta nisiyejali katiba na sheria za nchi. Kwa hiyo maafisa wangu watalimaliza, ingawa inaweza kuchukua muda kidogo kulimaliza kabisa kwa raia. Naam, msikilizaji, waliendelea na mazungumzo hapa na pale, ambapo Mheshimiwa Rais alimtaka mwanamama Eva Madinda na binti yake Eliora wasalie pale Ikulu mpaka pale ambapo vuguvugu la Yolanda na waziri mkuu litakapokuwa limeisha. Rasmi mwanamama Eva Madinda pamoja na mabinti zake walianza kuishi pamoja ndani ya Ikulu. Hakika kama kuna nyakati familia hii iliwahi kuwa na furaha, basi ni hiki kipindi. Kwa upande wa Victor na mama yake, nao pia waliweza kuitwa Ikulu na rais, ambapo rais aliwaeleza kuwa atafanya kila awezalo kumtoa waziri gerezani. Hii ilifanya Victor na mama yake wawe na imani tena ya kumwona waziri mkuu Mazanda. Rais aliweza kutumia mamlaka yake kuwaunganisha pamoja tena Eliana na mumewe, ambaye tayari alikuwa ameshafungua kesi ya talaka mahakamani. Kwa sababu yeye ni rais, alitaka waungane tena pamoja ili kuendeleza familia yao. Victor kuona sababu ya kuendelea na kesi ya talaka, aliamua kuifutilia mbali, huku akimchukua mke wake na kurudi naye nyumbani kwao Kondochi. Siku ziliendelea kusonga mbele. Mke wa rais Yolanda aliweza kupona kule hospitalini, lakini kwa kuwa bado vuguvugu lake lilikuwa linaendelea, rais aliamua kuweza kumtafutia makazi maalum yaliyokuwa na ulinzi wa kutosha. Hivyo hakuna mtu mwingine aliyejua Yolanda yuko wapi isipokuwa rais mwenyewe pamoja na maafisa wake wa Ikulu. Miezi mitatu mbele, hatimaye ufumbuzi wa kesi ya Yolanda na waziri mkuu ulipatikana. Mheshimiwa Rais aliweza kumaliza swala hilo kupitia ushawishi wake wa kisiasa, ambapo iliamuliwa mahakamani ya kuwa kwa kuwa waziri Mazanda amelitumikia taifa kwa faida kubwa, ingawa amefanya makosa, basi atapaswa kulipa fidia pesa zote alizoihujumu serikali, lakini pia atakuwa na kifungo cha ndani ya miaka 4. Lakini pia hatopaswa kujihusisha na shughuli zozote za kisiasa kwa muda wa miaka 7. Ingawa hili lilikuwa ni pigo kubwa mno kwa waziri Mazanda, lakini angalau kulikuwa kuna afadhali ya kuwa huru kuliko kufungwa gerezani. Kwa upande wa mke wa rais, yeye alifutiwa mashtaka yote baada ya Eva Madinda na Eliora kukiri mahakamani ya kuwa wamemsamehe na hawana mpango wa kumshtaki kwa chochote kile. Rasmi familia hizi mbili zilianza kuishi tena kwa amani na upendo, ingawa waziri Mazanda hakuwa tena akifanya kazi serikalini. Naam, kwa uelewa na umuhimu wa ndoa na familia, mwanamama Eva Madinda alimwomba rais kuwa itakuwa vyema kama yeye akawa na makazi yake maalum kuliko kuishi pale Ikulu. Mwanzoni rais hakutaka hilo, ila baada ya Eva kumsihi sana, mwishowe rais alimkubalia, ambapo aliweza kumnunulia nyumba ya kuishi huko Bagamoyo. Mwanamama Eva Madinda aliweza kuhamia Bagamoyo pamoja na binti yake Eliora, huku Eliana yeye alirudi kwa mumewe Victor kwa kuwa amani ilikuwa imerejea. Victor kuacha pia kutoa malezi na malazi kama baba kwa mtoto wake mwingine ambaye ni Benson, ambaye alikuwa amezaa na binti wa kuitwa Rara. Huyu alizaa naye wakati wa nje ya ndoa. Maisha yao yalikuwa na amani na upendo. Hapakuwa na chuki, wivu wala uhasama. Kila siku iliyokwenda kwa Mungu, kwao amani na mshikamano vilitawala kwenye mioyo yao. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Tukutane kwenye kazi nyingine kwa wakati mwingine. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na mwandishi Saidi Jayara. Mimi niliyekusimulia sauti hii unaisikia muda huu naitwa Anko J Simulizi. Napatikana Instagram, TikTok kwa jina moja tu la Anko J Simulizi. Asante na kwaheri.